Mwenyekiti, mwaka jana, na nafikiri hili ni jambo muhimu sana. Mwaka jana iko timu iliingia kwenye uwanja wetu wa Mkapa na wakachimba kwenye nyasi hizi wakaweka dawa. Matokeo yake wameleta fangasi na hasara kubwa sana kwa taifa. Imekuwa ni hasara kubwa na taifa limeingia gharama kubwa kwa sababu tu ya ushirikina uliofanyika kwenye ule uwanja. Kwa hiyo mimi ningeomba mambo matatu muhimu kwa timu zetu zote. Moja, tufanye mazoezi, tujiandae, lakini la pili tuwe na wachezaji wenye vipaji, na mwisho tuamini ya kwamba dakika 90 zinaamua mpira kwa kumtanguliza Mungu. Tukiendeleza huu ushirikina utakuja kuua watu kwenye uwanja bure, na mwisho wa siku tutapata mafanikio. Na ndio maana unaona hata kwenye mageti watu wanaingia, wengine waingie kinyume nyume, wengine wanatafuta namna wakienda kwenye dressing room, wengine sio wafanyaji. Sasa hizo bidii zote na hizo mbinu zifanyike basi kwenye mazoezi na kuwapata wachezaji wazuri ili tuweze kupunguza mambo kama hayo. Na kwa namna hiyo pia sisi kama wizara tunapiga marufuku kabisa hata mambo ya kuleta mabouncer ya kufanya yaani inakuwa sasa kama ni fujo wakati ni sehemu ya burudani. Tungetamani kuona watoto wetu wanapenda, wanafurahi kuja uwanjani bila kuwa na hofu yoyote ile. Ukimleta bouncer aje kama sehemu ya showcase, kwa sababu na yeye ni ajira yake ya kuonyesha mbwembo, lakini sio kwa ajili ya kukamiana na kuja kuumizana uwanjani.